Naitwa Musa Kilakala, mkuu wa wilaya ya Morogoro. Leo tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 2025 tumekuja katika msitu wa Kimboza uliopo katika kata ya Kibuko, tarafa ya Mkuyuni. Nia na madhumuni kuzindua rasmi zoezi la upandaji miti kwa wananchi, lakini mahususi katika msitu wetu wa hifadhi wa Kimboza. Nia na madhumuni tunafanya hivi, hii misitu yote ya asili ni urithi wa Watanzania ambao tumerithi, lakini tuna wajibu kutunza urithi huu ambao tuliokuwa nao. Liko wimbi kubwa sasa hivi linatokea kwa ajili ya kukata miti hovyo kwa ajili ya kufanya shughuli zao za kawaida, lakini wengine wanafanya shughuli za kibinadamu katika misitu hii. Wengine wanalima na wengine wanapeleka ng'ombe kwa ajili ya mifugo. Nitoe rai na nitoe msisitizo kwa wananchi wote wa Morogoro ni kwamba tuendelee kuilinda misitu yetu ya hifadhi na tusifanye shughuli zote za kibinadamu katika misitu hii. Kwanza tunaathiri na kuua vyanzo vya maji katika maeneo yetu. Tunafahamu lazima na ni wajibu wetu kulinda uoto wetu wa asili. Lakini kama taifa tuna mipango mikakati ambayo tunaongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ya kutumia nishati safi ya kupikia. Nia na madhumuni lazima tulinde uoto wetu wa asili. Kumekuwa na changamoto kubwa katika wilaya yetu ya Morogoro ya watu kuchoma moto kipindi ambacho wanaandaa mashamba. Hili jambo halikubaliki, si sawa. Tunaumiza uoto wetu wa asili, tunaumiza misitu yetu na tunaumiza vyanzo vyetu vya maji. Nitoe rai kwa wana Morogoro wote, tuache mara moja tabia hii, kwani kufanya hivyo ndo tunajiumiza wenyewe. Lakini lipo kundi lingine ambalo linakata miti hovyo na linabeba mikaa kwenye pikipiki. Niseme wale watu ambao wote watakamatwa kwa ajili ya kubeba mikaa kwenye pikipiki wasije kwenye ofisi za mkuu wa wilaya, kwa sababu sheria lazima ifuate mkondo wake. Na nitoe rai vijana wenzangu na watu wote ambao mnafanya kazi hizo za kubeba mikaa kwenye bodaboda, hilo jambo halitakiwi na haliruhusiwi. Mnaenda kinyume na taratibu na sheria, na mkifanya hivyo mtastakiwa kwa mujibu wa sheria. Asante sana. Mimi ni mhifadhi wa misitu wilaya ya Morogoro. Siku ya leo tulikuwa na uzinduzi wa shughuli ya mazingira ambayo iliambatana na uzinduzi wa kitalu cha miti ya asili ambacho kiko katika msitu wa hifadhi ya mazingira asili ya Kimboza, na pia tulikuwa na zoezi la upandaji miti ya asili katika msitu wa Kimboza. Kwa na shughuli hii miti ya asili tunafanya urejeshaji baada ya ambayo kutokana na kwenda walipeleka moto. Kwa hiyo kwa kushirikiana na daktari Charles Kilango wa Sokoine katika chuo cha kilimo Sokoine Morogoro, tumefanya hivyo na mgeni wetu rasmi alikuwa ni mheshimiwa mkuu wa wilaya ambaye ametoa maelekezo na jamii inayozunguka Kimboza. Mimi Waziri Kibena, diwani wa tarafa ya Mkuyuni, ninayetokea kata hii ya Kibuko, kijiji hiki cha Malazi. Mimi ni mzaliwa wa hapa wa kijiji hiki cha Malazi. Tutafanya mikutano kila kitongoji kwa sababu huu msitu umezindua na vijiji vinne: Mwarazi, Changa, Kibangile, Kilemela. Tuko tayari kwenda kufanya mikutano ili kwa ajili ya kuziwia moto ili msitu wetu uwe na madhari nzuri. Mradi huu unadhaminiwa na shirika au programu ya mfuko mdogo wa ruzuku duniani. Kwa hiyo hapa kazi tunayofanya ni kuotesha miti maeneo yaliyoharibiwa sana. Na maeneo yanaharibiwa: namba 1 kwa moto, namba 2 watu kata miti hovyo, namba 3 kuna miti vamizi aina ya misederea. Miti hii tunafanya kazi ya kuichonga na kuiua hapo ilipo. Ukiukata unachukua sana, hauwezi lakini pia ukiukata ukianguka unatengeneza gap kubwa ambapo ni uharibu ikiwa hapo ulipo, hasa kabla haujatoa maua. Mti wa msederea ni choyo sana, unaharibu miti yetu adimu, miti adimu kama
miti ya kahawa ya Kimboza, Coffea kimbozensis, miti adimu kama Kola kimbozensis, Turea kimbozensis, na mti ambao unaitwa mkongepori Pandanus rabaiensis, ambako unaweza ukaiona hapa. Huo ni mti ambao ni makazi ya mjusi anayepatikana hapa tu. Ndugu waandishi, hayo yona hiyo ndo mkongepori. Mkongepori ndipo wanapoishi hao mjusi. Watu wanatoka duniani kote kuja Tanzania kwa ajili ya kuja kuwaona, lakini pia pande muhimu kwa ajili ya baini wao. Katika msitu wa Kimboza, Msederea unachukua 37%. Kifupi, hamna mti maarufu kwa sasa kama huu. Kwa hiyo kampeni tuliyoanza ni kuanza kuua ikiwa michanga kabla haijaanza kuzaa mbegu, sababu mti mmoja huwa una mbegu na tunasafiri kwa upepo. Kwa hiyo ya kwanza kuondoa hiyo michanga, tunakuja na wanafunzi na wananchi kuing'oa inayoota na ile tunaichonga. Ya pili ni tunafuata ile mikubwa inayotoa mbegu. Kabla mbegu hazijakomaa tunakisha tumechunga na kutoa elimu. Kutoa elimu kwa wananchi kutaka kuotesha Seedrea wawe mbali angalau kilomita 3 kutoka hifadhi. Kwa hiyo msitu huu ni msitu mwalimu ambao unatuelimisha mambo mengi. Pia SUA labda chuo hiki cha SUA kinatusaidia masuala ya kilimo tu. Hapana. Kumbe kuna kule SUA, kutokana na kazi nilizokuwa nafanya, kuna vitu vingi sana ambavyo vinatengenezwa SUA. Hata hivi leo wamekuja wanafunzi wa SUA. Ukweli SUA hongera, na SUA ni oye. SUA oye kwa elimu. Tunapata vingi ambavyo hatukutarajia kwa niaba ya wenzangu. Kwa hiyo SUA iwe mbele daima. Pia kwa maoni yangu, nikijali swala la elimu, huyu Kimboza ametupa elimu ya kuelimisha mambo ya maisha ya baadaye. Tunaomba hata wao watoto wa shule ya msingi wawe wanakuja hapa, pamoja na kwamba mimi nimeacha kazi, niko tayari kuwaelimisha mambo ya humu Kimboza. Kwa hiyo wanafunzi kuanzia shule ya msingi, sekondari, vyuo na sehemu tofauti tofauti, pamoja na wageni wa nje. Kwa hiyo naomba ikiwezekana tuwakaribishe wana SUAMESA waje kuangalia msitu wetu, kama vile sasa hivi tunaye mzungu mmoja ambaye anaitwa Peter wa kutoka Ujerumani. Yeye ameamua kuotesha miti asilia na kugawa kwa wananchi, lakini pia ameanzisha shamba kwa ajili ya kujenga ya kupanda miti asilia tu. Kwa hiyo tunamshukuru sana huyu mzungu Peter akiambatana na Chazi Klawe wa kutoka SUA. Jamani, SUA oe. SUA inatuinua. Chazi hakosi. Kila siku anaacha mambo yake ya maisha, anakuja kutuboresha hapa Kimboza. Na vitu vyake vinaonekana. Kwa kweli tunamshukuru sana Chazi Klawe. Mungu ampe zawadi ya afya njema ili aweze kuendeleza. Naitwa Miriam Mwashoma, ni mwanafunzi wa shahada ya kwanza ya misitu kutoka chuo kikuu cha Sokoine. Sisi hapa kama mnavyotuona ni wanafunzi wote wa mwaka wa 3 kutoka pale Sokoine University of Agriculture, na tupo hapa kwa lengo la kupanda miti. Lengo la kupanda miti ni kwamba kuna baadhi ya species ambazo ziko hapa ni mijusi ambayo inapatikana tu hapa duniani kote. Habitat yake inaharibika. Kwa hivyo tupo kwa lengo la kupanda miti ili tuweze kurudisha hiyo habitat ya mijusi ambayo inawezekana kupotea. Jina naitwa Dahazi Mfupa, ni mwanafunzi wa SUA mwaka wa 3 Bachelor of Forestry. Shughuli ambayo tunaifanya ni upandaji wa miti katika eneo letu la Kimboza lililoko Morogoro. Hapa lengo ni ili kuweza kurestore au kwa lingine tunasema kubadilisha, kuongeza thamani ya hiyo eneo ambalo lilipotea.
ambayo hii thamani inaongezekaje kwa kupanda eneo letu ambalo limetokana na majanga tofauti tofauti kama shughuli za kibinadamu zilizopelekea moto, kulima na pia upandaji miti ambayo kama hivi mnavyoona kuna visangu. Main purpose ni tunaweza kurestore mazingira ya mijusi inayojulikana kama blue gecko, ambayo hiyo mijusi imekuwa invasive sana, inapotea kutokana na shughuli tofauti tofauti zilizopo hapa zinazofanyika. Ili kuweza kuirudisha ile mijusi na kuweza kurestore zile habitat, ndio tunapanda hii miti ili ile mazingira yao yawe favorable, waweze kurudi tena na ku increase. Nimekuja hapa kwa ajili ya kusaidia kutunza msitu wa Kimboza, msitu wa mazingira ya Kimboza, hasa sehemu ambazo zinahitajika kama kupanda miti kama njia ya kusaidia kuimarisha ekolojia ya msitu.